Tena tuko hapa katika viwanja vya Mao Zedong, mahali ambapo sisi tunakuletea wewe ndugu mfuatiliaji wetu, mtazamaji, kile ambacho kilicho bora, ligi ya Zanzibar, lakini pia ligi daraja la kwanza na ligi ya FA ambayo inaendelea katika viwanja hivi vya Mao Zedong. Lakini leo bwana, tunataka tupige story na mtu maarufu, kijana fulani smart sana, ambaye yeye amepita kwenye timu ya Mbao FC, nadhani si ngeni, lakini pia katika klabu ya Kagera Sugar. Ni nani? Ni huyu hapa bwana, Kulwa Peter. Kulwa, habari? Salama. Kwema? Fresh. Mbona kinyonge Kulwa? Mimi niko fit, hata sio kinyonge. Au kwa sababu uko kwenye ardhi ya watu? Hapana. Mchezaji ana ardhi ngeni kwake. Mchezaji ana ardhi ngeni. Mimi niko fresh kabisa. Kabisa. Yes, lakini tangu nimekuja Zanzibar, nimekufahamu watu wanakuita Okuku. Nini maana ya Okuku? Nimekujaje? Yaani kutoka kwenye Kulwa Peter mpaka kwenye Okuku. Okuku ni jina ambalo ni la ukoo, ni jina la babu yangu ambaye ni mzaa bibi yangu aliyemzaa baba. Yaani ni babu yake na babangu upande wa mama yake. Sasa nikajua ni miongoni mwa magolikipa ambao wako nje. Hapana, lakini ingawa na yeye pia ni generation ya magolikipa, pia ni mchezaji, ndio maana na hilo jina nimelibeba mimi. Ingawa wapo wengi, ukienda mkoani Mwanza utawakuta Okuku, lakini Okuku senior ni mimi. Okuku senior ni mimi. Sawa, lakini safari yako ya soka, mimi naijua kwa uchache, lakini pia mtazamaji wetu ambaye tufuatilia kupitia Kishaya anatamani kukufahamu vizuri. Makuzi yako ya mpira alianzia wapi na imekuwaje mpaka kufika katika visiwa vya Zanzibar? Mimi makuzi yangu ya mpira yameanzia mkoani Simiyu, ambapo before ilikuwa inaitwa mkoa wa Mwanza. Ndiko nyumbani nilikozaliwa, katika wilaya ile ya Busega. Nilianza kucheza mpira mtaani, baadaye mtu aliyegundua kipaji changu ni mwalimu wangu wa primary anaitwa Jekonia Ochola. Ndio mtu ambaye alijua, maana mimi mwanzo nilikuwa nacheza ndani, nilikuwa nacheza namba 7 winga, nilikuwa nacheza striker. Sasa siku moja tumeenda kwenye UMITASHUMTA, michezo hii ya shule za msingi. Mwalimu akawa ameniambia, bwana utakaa golini. Sasa kipindi hicho pale shuleni primary kwa kakaangu anaitwa Juma Okuku, kwa nadaka vibaya. Sasa ni ile hofu, unaelewa. Nakumbuka ilikuwa darasa la 3, nilikuwa darasa la 4, yuko darasa la 5. Sasa ile mechi alivyopewa, tulipokutana shule jirani, akafanya makosa. Basi mwalimu alikuwa ni mwalimu Ochola na Emmanuel Misanga. Akasema, bwana usikiliza, nenda kachukue goli. Basi ulishafanya makosa, ikabidi nikae golini. Basi nilidaka yani nilidaka, mimi kwamba ni kitu ambacho kilikuwepo ndani yangu, yani utasema ni goalkeeper wa miaka yote, kumbe ndo siku ilikuwa ndo mechi yangu ya kwanza. Basi toka hapo ndo maisha yangu ya kuwa goalkeeper alianzia hapo, kwa sababu toka hapo tena bro kupata namba, mimi ndo nikawa goalkeeper namba 1 wa shule. Kaenda secondary, nimeenda secondary nimemkuta nimemuondosha golini, until this day yani ni goalkeeper. Okuku, kwa historia ambayo umenipa, ni imekuaje kwako ukapita katika klabu ya Mbao, lakini kuna mwalimu gani ama kuna wachezaji gani ambao ni master sasa hivi umeweza kucheza nao, na imekuaje mpaka ukafika timu ya Kagera, lakini mpaka kuja kufika huku kwenye visiwa vyenye marashi ya karafuu? Kipindi nipo nyumbani, pale nyumbani kwenda palipokuwa makao makuu ya Mbao hapakuwa mbali. Walitangaza ilikuwa ni trial, na walivyotangaza trial nikawa nimeenda kufanya trial pale Mwanza Nyamagana. Kipindi hicho kocha alikuwa anasimamia trial alikuwa ni Hemedi Moroko. Nilivyofanya ile trial, mimi nilienda kwa minajili ya kufanya trial kwenye senior team, lakini kocha akaniona akaniambia, bwana unastahili kuwa kwenye team B. Umeona, sasa ndipo nilipoamua kujoin nao pale. Walipoona ule uwezo nimecheza but finally nika pale bana mpaka tofauti kidogo. Umeona, nilipata injury, nikawa nimeondoka, nimerudi nyumbani. Baada ya kupona tena nikawa nimepata mwalimu mmoja ambaye tulienda kukutana naye katika mkoa huo wa Simiyu Bariadi kule, akanichukua akanipeleka Kagera. Umeona, na ndipo nilipoenda kufanya Kagera pale majaribio, na Ticha Juma Kaseja akawa amekubaliana na uwezo wangu, nikafanya naye kazi. Juma Kaseja. Naam. Sasa baada ya kufanya naye kazi pale, sasa ile mambo ya kupandishwa, si unaelewa timu zetu za Bongo kidogo ikawa ni shida. Baadaye nikawa nimeondoka, nikawa nimepigiwa simu huku Zanzibar. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Demba. Demba ni mtu wa Msoma, aliniunganisha na kocha mmoja huku Zanzibar, kocha Dula au anamuita Mgunda, kocha mmoja yuko shamba huko. Yule kocha nilipoenda alinichukua kwenye timu yake Umoja wa Mbuzini, lakini pale tena nilipoenda Umoja wa Mbuzini nenda nikakutana na mtu mmoja ambaye mpaka leo kwangu ni baba hapa Zanzibar, Haribu Alfan Said. Akawa amenichukua kwenye, ndiye alikuwa boss wa ile timu. Akawa amenichukua kwenye ile timu yake Umoja wa Mbuzini daraja la kwanza.
nikawa nimecheza pale. Baadaye mwalimu akaona kwamba kuna kitu, baada ile timu kuwa na tafrani kidogo akawa ameachana nayo. Alivyoachana nayo bwana, nikawa sina timu. Akaamua kunichukua nije nifanye mazoezi na mafunzo. Akanikabidhi kwa kocha mmoja anaitwa kocha Ayubu, ambaye ndio kocha wa magolikipa, alikuwa kocha mkuu wa magolikipa pale mafunzo. Nikafanya naye mazoezi, mapungufu yangu akawa ameyafanyia kazi. Nikawa nimetoka hapo, tumefunga msimu, tukarudi nyumbani. Ile nilivyorudi nyumbani bwana, nikawa nimeenda kucheza sehemu moja hapa inaitwa mkoa wa Mara, mkoani Mara, sehemu moja hapa inaitwa Sirari, ambapo ni mpakani mwa Kenya na Tanzania. Nilipocheza pale wakawa wameniona watu wa Kenya. Referee mmoja akanichukua akaniambia bwana, kuna timu iko sehemu fulani, hem twende. Nikamwambia fine, tuondoke kwa sababu mimi mchezaji lazima nipate. Nimeenda naye, nimefika, nikawa sikufanya majaribio. Nilipofika tu, kumbe head coach wa ile timu alikuwa anaitwa Laban Gambaleko. Ni mchezaji mkubwa wa Kenya, alikuwa striker. Akawa alivyoniona kutoka akaniambia, umekuja kwenye timu au umekuja kwa ajili ya mambo mengine? Nikamwambia nimekuja kucheza mpira. Akasema basi sawa, wewe hata sikufanyia majaribio. Akawa amenisign. Sasa kipindi ananisign pale, nimekuta pale kidogo kuna wale seniors wa Kenya ile timu, watoto pale Kenya. Katika hali ile ya kukutana na changamoto kidogo za kimpira, kwa sababu umeenda ugenini, bado ile hofu, pili wao na imani na yule mchezaji wao. Siku moja wakawa wamechagua wao. Tumecheza mechi, akawa wamenipatia mechi bwana. Wamenipatia mechi. Bwana, Mungu akiwa upande wako yuko upande wako. Mungu akiwa upande wako. Nimepatiwa mechi, nimeenda kucheza mechi ile, nimecheza kidogo, Mungu alinisimamia ile mechi, nimecheza vizuri. Na mambo yakaendelea poa. Kidogo watu wakawa wameingiza ofa zao. Umeona, timu za Premier wakaingiza ofa zao, kuna timu mbili ambazo ni academy. Nyingine ni academy, nyingine under 20. Mmoja ilikuwa inatoka Ukraine, nyingine ilikuwa inatoka Sweden. Of course, Sweden. Pale tulipofika, baada ya kuingiza ile ofa, sasa pale kule nilienda nilikuwa sina passport ya kusafiria. Ndio. Umeona, nikawa nimekubaliana na yule boss wa ile timu kwamba bwana bosi, ikitokea kwamba timu zimenihitaji basi itakubidi wewe unitengeneze nini? Passport. Mimi akasema fine. Ila baada ya ofa kuja akachange. Umeona, akaniambia bwana, mimi siwezi nikakutengenezea passport wewe, mimi nikushauri hebu chukua uraia. Nikamwambia mimi nchi yangu hairuhusu kuwa na uraia pacha bwana. Hapo nitakudanganya. Ananiambia sawa, bora hivyo. Nikamwambia basi mimi niende nyumbani, kama imeshindikana hiyo swala siwezi kuchukua uraia. Akabembeleza sana nibaki, akanibembeleza sana niko yani mimi na tumeshindwa na pale tu. Ikabidi nirudi. Ile narudi tunafika mpakani, simu inaingia. Bwana, uko wapi? Nikamwambia ninatoka Kenya, uko tumekutafuta sana hujapatikana, ambao ni mabosi wa timu ya Mwenge. Nikamwambia tumepewa maelekezo na kocha Ayubu, ambaye ndio kocha aliyetuambia kwamba wewe ni goalkeeper mzuri, kwa hiyo tulikuwa tunataka tukusajili. Nikamwambia basi poa, tumeni nauli. Nikamwambia tumeona nauli, nikaja mpaka Unguja. Nimefika Unguja, sikwenda moja kwa moja Pemba. Nikafikia kwa mwalimu wangu Haribu Alfan, ambaye kule Mfenesini. Mwalimu akawa amechukua jukumu la kuwepo na mimi pale. Baadaye nikamwambia mwalimu, naomba nikafanye mazoezi. Kipindi hicho ndio mafunzo walikuwa wanaelekea tamati ya kupisha dirisha kubwa kuingia kwenye dirisha dogo mwezi wa 12. Mimi kuja mwezi wa 10 huko. Nilipofika bwana, mwalimu yule akawa ameongea na kocha Ayubu, ambaye ndiye alikuwa kocha wa magolikipa. Akamwambia bwana, huyu aje afanye mazoezi mafunzo. Nikaa nimeenda kufanya mazoezi. Siku ya kwanza, day 1, day 2, basi hata wachezaji waliokuwa pale wenyewe wakasema bwana huyu tunamhitaji. Sawa, umekuja katika timu ya mafunzo, na kipi ambacho labda umekiobserve kwenye ligi ya Zanzibar na katika sehemu ambazo umepita? Kwenye ligi ya Zanzibar, cha kwanza nilichokiobserve ni kwamba tofauti ya ligi ya Zanzibar na tofauti ya ligi zingine, ligi ya Zanzibar kidogo yani ni ligi ambayo ina wachezaji talented sana. Wachezaji talented, lakini ile kwamba support tu ya wadhamini kwenye ligi ndio hamna. Lakini pia kitu ambacho nimekuja kukiobserve kwenye hii ligi, wanaocheza hii ligi sio watu ambao vijana ambao utasema labda age imesogea sana, no. Ni vijana ambao damu bado inachemka. Yani ni ligi ngumu kuliko ligi yote niliwahi kupita. Ligi ngumu sana kwa sababu yani they are still young. Umeona, alafu ukiangalia ligi zingine kama Tanzania bara na zingine zilizopita, wanaocheza ni watu kidogo umri umeenda, experience na wafanya kazi. Lakini huku hata kama yani experience wakuta ni 2 watatu kwenye timu, waliobaki wote they are still young. So wana ile hari ya kutafuta yani.
Umeona, ndio tofauti ndio iona kwenye hizo ligi. Sawa, lakini issue nyingine ni kuhusiana na wewe kama mchezaji. Umekuta timu ipo katika nafasi nzuri, lakini mwelekeo wa mafunzo kwa hivi sasa si mzuri. Na hata kiangalia kuna mechi ambazo unasema hii tuna uwezo wa kuwin, lakini mwisho wa dakika 90 matokeo yanakuwa kwa upande wenu. Wewe kama mchezaji ile hali unachukulia kwa namna gani? Lakini wewe kama goalkeeper unaweza kukaa vipi na goalkeeper mwenzako na kumwelekeza katika ile makosa ambayo unamwona anafanya? Cha kwanza katika wenye urafiki ndani yake, wenye kuambizana ukweli, umeona, yani kwenye ule ukweli tunaambizana, hatuna ile kumhofia mtu awe uadui, no. Lakini kwa situation ambayo tunaipitia, kwa kusema kwamba kwa upande wa position yangu mimi sio tatizo, lakini hata position ya wachezaji mmoja uwanjani wanajitoa, wanapambana, lakini mimi naona kama yani ni kipindi tuna wakati ambao tunaupitia, means kwamba ni wakati wa sisi kutulia na kutambua kwamba what we need, umeona, ili tunusuru timu ya watu isishuke daraja, lakini pia tujipange kwa ajili ya msimu unaofuata. Sawa, lakini kuna tournament kubwa ambazo mmecheza. Kulikuwa kuna Mapinduzi amkupata bahati ya kucheza, lakini Muungano Cup Mungu amejalia umeweza kuwemo katika hiyo tournament. Lakini kwa sasa hivi msimamo unavyoonyesha mpaka dakika hii, mashindano ya msimu ujao mnaweza msiwepo. Wewe kama mchezaji, si kwamba mnakwenda kucheza na Simba katika uwanja wa pale New Amani Complex. Ulikuwa na exposure kwa namna gani? Ulikuwa na furaha kwa namna gani? Lakini kipi ambacho ulijifunza kutokana na position yako? Cha kwanza kitu ambacho nilijifunza na kitu namna the way nilivyokuwa katika mechi ile pale tulipokuwa tunaelekea kucheza na Simba, kwanza ni mechi fulani ambayo yani watu tulikuwa natamani ule muda ufike. Yani ile kwamba unaenda kukutana na Simba, basi ile hari tulikuwa nao kama wachezaji kwamba tunatamani huu muda ufike. Kila mchezaji alikuwa na hamu hiyo. Umeona? Lakini pia katika position yangu kitu ambacho nimekuja kujifunza bwana, kwenye position ya goalkeeping ndio team. Goalkeeping ikiumba kidogo tu basi timu imeyumba moja kwa moja. Yani mwenzetu Maha alivyocheza ile mechi, kwa kweli bwana alifanya kitu super sana, kwa sababu yeye ndio alikuwa source ya kutuliza timu. Ndio maana tulicheza kwa kiwango kikubwa, yani ile hatujawahi, yani tulicheza kwa, yani kila mtu alisema, kwa ukiangalia sisi ndio tulionekana kama timu underdog. Lakini utulivu wa goalkeeper Maha uliweka timu yetu katika hali nzuri ambayo ilituliza hata psychology ya wachezaji wengine wa ndani, mpaka tukawa tumeperform yani hata kama sio 100% lakini ile 80% tulifikia hadi 85 mpaka 90 kwa sababu ya utulivu wa goalkeeper Maha. Sawa, mlikuwa na hofu kwa namna gani mnakwenda kukutana na mnyama? Nataka ni okay. Mimi nakuona. Si kwamba mnakwenda kucheza na Simba, ni timu kubwa, ni timu ambayo imefanya usajili mkubwa, kina Libasa, kina Chama, kina Asante Aura. Kwani haikuwa pa hofu yoyote ile katika huo mchezo? Na umesema mlikuwa mnatamani mechi ifike. Kiuhalisia sijui kwa wenzangu, lakini ukiangalia kiuhalisia ile mechi lazima kama timu sisi mafunzo lazima kuwe na hofu kiasi fulani, kwa sababu ukiangalia Simba ni timu kubwa, inatuzidi kila kitu. Umeona, inatuzidi uwekezaji, inatuzidi mchezaji mmoja performance yake inatuzidi everything. Umeona, means kwamba yani pale hofu tulikuwa nao, lakini namshukuru Mungu kwamba uongozi tuliokuwa nao, walimu, benchi la ufundi na hata ma seniors player ambao tuko nao mafunzo walitujenga kisaikolojia sana katika kuelekea katika mchezo ile. Yani siku 2 before yani kuanzia tulipopata ratiba kwamba tunaenda kucheza na Simba Sports Club, hawakuplay party kubwa sana kutupambania sijui fanyeni hiki uwanjani, no, waliplay kututuliza by psychology. Umeona? Na hicho kitu kilitufanya sisi tukajengeka. Sasa tulivyoenda kucheza na kama Simba Sports Club, ndio level ile ambayo mafunzo pia anacheza, ndio level ya mwisho kwenye mpira wa miguu, Premier League. Umeona? Sawa, lakini pia Simba ameweza kufunga nyinyi goli moja. Baada ya kufungwa sasa ile goli moja na timu kubwa kama Simba, kwa upande wako ulijisikia uliona kwa namna gani timu yako imepambana kwa namna gani mpaka mmeweza kufungwa goli moja? Unajua kwa siku ile bwana, kwa kweli nisikufiche, niliumia kwa sababu walau ingetufunga kuanzia awali tungesema tumezidiwa. Lakini ukiangalia goli lenyewe sio kwamba ni goli ambalo lilijengwa likatengenezwa, no, ni goli ambalo tulifanya mistake kama mafunzo kwa ujumla. Mabeki zetu walifanya mistake pale kwenye ule mpira wa dead ball, ndio maana Selemani Mwalimu akapata position, yani nafasi ya kutufunga sisi. Lakini ukiangalia katika dakika tulizofungwa, kiukweli yani sisi tulishaamini kabisa, yani up and down hapa tunaenda kwenye penalty, na ukiangalia mikwaju ya penalty haina fundi. Umeona kiuhalisia, yani mimi nilijisikia vibaya, ingawa
ndio hivyo tulikubali kwa sababu ndio mchezo wa miguu, mtu anatumia makosa ya anatumia makosa ya mwenzie, lakini kusema kwamba eti ni tulitegemea kwamba ingekuwa hivyo kulingana tulivyocheza nao, tulivyowaheshimu na wenyewe walivyokuja wakatambua kwamba this is Mafunzo ni timu ambayo iko premier na wenyewe wakaamua kucheza kwa akili kubwa zaidi. Kiukweli bwana, nisikufiche mimi niliumia kufungwa ile goli kwa sababu yani walau lingetengenezwa kwa uwezo, lakini sasa ni goli ambalo ni mistake. Kumbe hata tulikuwa na uwezo wa kwenda nao draw mpaka tukafikia hatua fulani, lakini tayari timu kubwa tu. Timu kubwa tu. Ni mchezaji gani labda wa Simba ambaye kwa upande wako wewe ulimuona yule leo alituvuruga kweli na alichangia Simba kwenda kupata ushindi kwenye mechi? Semfukwe bwana, ile mechi aliamka nayo. Ule midfield alitusumbua by the way. Yani ile mechi Semfukwe aliamka nayo sana. Ukiangalia yani alitukamata vibaya yani ukiangalia kitu ambacho kilikuja kikatusaidia zaidi. Sawa? Mfumo ambao tulitumia sisi ni mfumo ambao zaidi tulikuwa tunapambana kwa ajili ya kuheshimu wao, tusishindane nao, ila tuwashtukize katika mashambulizi. Lakini sana we supposed to defense, yani tulilazimika kuzuia. Umeona? Yani midfield yote wamefanya kazi kubwa, lakini Semfukwe bwana Mungu alimsimamia sana kwa kweli, alimsimamia sana. Siku hiyo alituvuruga pale katikati. Ndio maana hata I think kama alifanywa sabu vile. Ndio maana alipofanywa sabu kwa kweli unaona yani alikula tuzo. Ndio alikula, lakini hakufanywa sabu. Basi umri bwana, umri. Hivyo. Lakini kipi ambacho umejifunza kwenye mashindano ya Muungano? Timu kubwa zimekuja kucheza, magolikipa professional wamekuja kucheza. Wewe as mchezaji au kama Mafunzo kiujumla, ukiongelea kama Mafunzo, ni kitu gani ambacho labda mmekiobserve ambacho the last of this season ya ligi kuu hapa mnaweza mkaenda kuongeza, mkaenda kujifunza zaidi? Nilichojifunza mimi kwanza, nimegundua kwamba kumbe yale mashindano bwana yanaongeza confidence. Yani ukicheza yale mashindano ukitoka kule, basi yani unajua tulivyotoka kwenye ile mechi ya Simba ni timu nzima Mafunzo tukasema kumbe we can. Umeona, yani tunaweza. Umeona, kiukweli nisikuficha ni yale mashindano ni bora sana timu ipambane yafikie, alafu ikishafikia ipambane, alafu ikishafikia ipambane, yani isije ikafanya kwamba tulikuja kuwakilisha yani mfungo no, lakini kama sisi tulitoka pale tuna confidence kubwa sana, alafu yani tunaona tumefanya kitu wonders yani. Umeona? Kwa hiyo by the way mimi nilijifunza kwamba yale mashindano ni mashindano ambayo cha kwanza yanakutangaza wewe binafsi, yanamtangaza mchezaji kama mchezaji. Mimi na imani kwamba hata dirisha kubwa, umeona, wachezaji wengi wa Zanzibar watatoka kupitia yale mashindano ya Muungano. Umeona? Kwa sababu ukiangalia ni watu wengi wameweka macho pale kwenye yale mashindano. Ukiangalia wachezaji wengi wanadondo pale wanapotoa uwezo wao yani. Umeona? Hawachezi kwa mazoea, mtu anajitoa yani anapambana. Umeona? Lakini pia timu kama timu nakuwa na ile confidence. Kwa kweli tumetoka kwenye ile mashindano Mafunzo tulikuwa na confidence kubwa sana yani pale tukiambiwa na kesho mkakutana na timu fulani yoyote, bwana waje, wanavyotaka tunataka. Wanavyotaka tunataka. Sasa ndio mnaambiwa sasa, mwanangu, mechi ya Simba imeisha, kesho mnakutana na Yanga. Vile tu ndio maana nikakwambia pia na wenyewe tungewaheshimu kama tulivyomheshimu Simba. Umeona? Lakini tayari kuna kitu tulikuwa tushakijenga kwenye akili kwamba kama tumeweza kucheza na Simba kwa kiwango hiki, pamoja na kwamba ametuadhibu, basi hata timu nyingine kama Yanga tukikutana nayo pia tukimheshimu, alafu tukafuata protocol tulizofuata kwa Simba, pengine tunaweza tukamwadhibu, au pia anaweza katoka jasho kutuadhibu kama alivyotoka mwenzie. Sasa tumalizie hapa kwa maswali mawili. Kulwa, wewe kama golikipa unatamani kucheza ligi ya wapi? Lakini pia neno la timu ya leno la mwisho kwa mashabiki wa Mafunzo kuelekea katika msimu unatamatika na timu yenu ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa mentioned kwenye kushuka daraja. Cha kwanza mimi kama goalkeeper, ukisema kwamba natamani kuchezea ligi gani yani katika maisha yangu, mimi basi Mungu anisaidie sana nikacheze Saudi Arabia. Saudi Arabia kwa Cristiano. Kwa nini Saudi? Kwa sababu unajua Saudi Arabia kule watu wanaenda kule, sawa? Ni watu ambao watu wazima, yani experience, yani mpira anaojua out and in. Umeona? Lakini pia ni ligi ambayo kwa sasa hivi tunaweza tukachukulia, lakini ni ligi ambayo kwa mbele, mimi kwa macho yangu binafsi, lakini sijui kwa wengine, kwa macho yangu binafsi ni ligi ambayo inakuja kuwa kubwa sana alafu bora zaidi. Umeona?
Kama ukifuatilia ile ligi vizuri, ni ligi moja ambayo kwa kweli kubwa sana mbeleni huko. Sawa, tumalizie hapa. Neno lako kwa mashabiki wa mafunzo katika msimu huu ambao imetamatika, imebaki mechi kama 7 kama sio 6. Kipi ambacho unaambia mashabiki wa mafunzo? Acha kwanza ninachoweza kukisema kwa mashabiki wa Mafunzo Sports Club, sisi bado tunawahitaji. Bado tunahitaji supporter yao, na tunawaahidi kwamba hii timu haishuki daraja. Tutapambana up and down kwa jasho na damu, yani hii timu haitoshuka daraja, kwa sababu kwenye hizi mechi 6 tunahitaji pointi 6 tu, umeona, ambazo ndio muhimu. Tukizipata hizo, basi tumejihakikishia kutokushuka daraja. Sasa hizo tunawaahidi kuanzia hii mechi inayofuata kesho kutwa Jumatano, mechi dhidi ya Chipkizi, umeona, ni mechi ambayo hapo ndipo tutakapoanza tutaanza, yani tunasema tutaanza. Mchezaji wa timu ya mafunzo ambaye ametupa historia yake na kutueleza, yeye amesema kwao hawakuwa na pressure yoyote, na kama wangeamshwa asubuhi yake kwenda kucheza dhidi ya Yanga, yani usiku wamecheza na Mnyama afu asubuhi wanacheza na Yanga, basi wao wangeenda kukibwaga vivyo hivyo. Mimi ni Farid ibn Abdallah, Chotara, Tanga na Dar es Salaam. Kishai TV, juzi, jana na leo. Hapa ni Mao Zedong. Bye bye.